kama unaweza kufahamu kwamba yeye ni waziri sasa hivi wa Katiba na Sheria, kwa na majukumu mengi na kazi nyingi, lakini tupo watendakazi ambao tunawajibika kwa namna moja au nyingine kuweza kuhakikisha basi hii kazi ambayo mmeweza kumpatia nyinyi wananchi aweze kuifanya na iweze kuendelea mbele. Nashukuru sana uongozi kwa kuweza kuandaa kitu kizuri kama hichi, kwa sababu hichi ni jambo zuri sana, kwa sababu sisi vijana tumekuwa tukitafuta fursa, na fursa ndio kijana anahitaji. Wengine wamesoma, wengine hawajasoma. Sasa tutazipataje hizi fursa? Ndio mafunzo kama haya tunakuja tunaweza kuyapokea. Kwa hiyo wanapokuja kutoa mafunzo kama haya, kijana hebu yabebe katika namna ya uzito, hebu yachukue katika namna ya uzito. Kuna wengine wamezungumza hapa, mitaji utaipataje, utafanyaje, lakini taasisi mbalimbali ambazo nyingine zimekuja pia zimejibu. Kuna wengine wanasema unamaliza kazi lakini unamaliza kusoma, lakini utapata wapi na sehemu ya kuweza kupambana? Ndugu zangu, kuna njia nyingi. Kama hapa kuna wengine wamesema kwamba unaweza kuchukua mikopo, lakini kuna njia nyingine pia. Unaweza kwenda kujitolea mahali kwa mtu. Unaweza kufanyaje? Kwenda kujitolea mahali kwa mtu kupata uzoefu. Kama mimi naweza nikawa shahidi, mimi sio moja kwa moja kwamba nimekuja tu na kuinuka, hapana. Baada ya kumaliza chuo nikaenda sehemu nikajiwekeza, ni swala tu la nauli yako mwenyewe, unaenda unajitoa, mwisho wa siku unakuja unapata uzoefu. Ila tu unapiga tumehesabu ndani ya mwaka mmoja nitajitolea hapa, nikimaliza mimi sio tena kujitolea, mimi ni wakulipo, kwa sababu nitakuwa tayari nimeshafikia viwango vya kujiweza katika namna yoyote. Kwa hiyo ni ile namna tu wajibikaji na commitment ya kujiwekea ukiwa kama kijana. Haya, fursa kama hizi mfano zinatolewa na fursa nyingi zinakuja, na kama mnavyoweza kuona mbunge wetu kuna mambo mengi ambayo aliweza kuyaahidi na anaendelea kuyatekeleza. Anaendelea kufanyaje? Kuyatekeleza sehemu mbalimbali. Ingawa yeye hayupo, lakini wawakilishi wanawakilisha na wanaweza kuyatekeleza yale ambayo ameweza kuyaahidi. Kuna vijana wengine ambao waliahidiwa kwamba walikuwa wanaimba huko kwenye kampeni na sehemu nyingine, wakasema mheshimiwa, tunataka fursa ya kuweza kuimba. Mheshimiwa amewapa fursa. Kuna wengine wameenda Dar es Salaam, wametolewa wameenda kufanya muziki wao kwa nauli yake, kila kitu wameenda. Hizo nini? Zote fursa ambazo mbunge ameweza kuzitoa kwa wanajamii yake. Lakini kuna wengine tena pia sasa hivi pale wapo, kuna wasanii wanakuja kwa sababu wameweza kumleta producer kutoka jijini Dar es Salaam, anaitwa Beat Killer, ambaye anafanyia ngoma Rayvanny. Lengo nini? Kwa inua vijana. Kwa hiyo tujaribu kuchukua hizi fursa ni kama chachu ya sisi kuweza kusoga mbele au kuendelea mbele. Tusichukulie katika namna ambavyo labda namna tofauti, ili watapokuja tena kufanya mkutano mwingine kama huu, tuanzie pale tulipoishia. Je, tumeanzia za mantra, tumefikia wapi? Au ni wangapi wamechukua? Au ni wangapi wametoka? Je, tulizungumzia mikopo labda ya benki ya CRDB au benki fulani, au zile za mikopo ambayo inatolewa labda na idara mbalimbali za serikali? Tumiaje hizo fursa na tusifikie wakati wa kuendelea kulalamika? Lakini pia ofisi ya mbunge ipo sasa hivi, ipo pale ofisi kwetu pale Site FM, ikiwa chini ya ofisi ya Site Trust Foundation, ambao hata leo hii nimekuja kwa niaba ya uongozi wa Site Trust Foundation, ambao unasimama kama katibu wa mbunge ili kuweza kuwakilisha hivyo. Kwa pia unapokea malalamiko yoyote ambayo yanahitajika kwa mbunge, lakini pia hata kwa vitu mbalimbali ambavyo pia mbunge ameweza kutoa kama fursa, kama ambavyo nimeweza kuvisema. Kuna mikopo ambayo baadaye watu watatangaziwa itakuwepo. Hizo zote ni fursa, lakini jinsi gani utafanyaje, utazitumia, ni wewe kijana kuchukua hatua. Kuna kiongozi hapa alikuja mwanzoni akazungumzia, akasema walikuwa watu 43, baadaye wakaja kwa 42. Ni issue ya commitment. Hawa watu ni namna gani ambavyo wao wameichukulia ile fursa kwamba hii ni fursa kweli, au wamechukulia ni kitu ambacho cha haraka. Na hii kitu ipo, ndugu zangu. Nakumbuka kuna moja ya tukio ambalo lilikuwa kufanyika sehemu, elimu ilikuwa inatolewa, lakini mwisho wa siku watu baada ya kuangalia ile elimu ambayo wanatolewa sasa hivi, yani mfano kama sasa hivi elimu inatolewa, tuichukue ile elimu tuigeuze kuwa stadi ya maisha ili iweze kutotoa. Sasa kuna mwingine anakuja baada ya kuchukua ile elimu, anaangalia kile kidogo ambacho labda ataweza kukipokea, pasipo kuiangalia nini ile elimu ambayo anapewa. Cha kwanza tuchukue elimu. Cha pili tuangalie, je, tunachukuaje sasa
ile fedha ambayo itatusaidia kuweza kupush ile elimu ambayo tumepokea kuweza kukipata kile ambacho tunakihitaji ili kuweza kusonga, aidha kibiashara au chochote kile.